Sekta ya filamu duniani imekuwa chanzo kikubwa cha burudani, elimu na hata ajira kwa mamilioni ya watu, kuanzia sinema za Hollywood hadi Nollywood na kwingineko. Watazamaji hushuhudia visa vya kusisimua, mapenzi, vita na matukio ya ajabu yanayowavutia sana. Hata hivyo, nyuma ya pazia la burudani hii kuna ukweli mzito ambapo mara nyingi hufichwa. Hatari kubwa zinazowakabili waigizaji wa filamu wakati wa utengenezaji wa kazi hizi. Moja ya hatari kubwa zaidi wanazokutana nazo waigizaji ni zile zinazohusiana na stunts au matukio ya hatari. Hizi ni pamoja na kuruka kutoka juu, kupigana, ajali za magari au hata milipuko. Ingawa mara nyingi kuna wataalamu maalum wanaoitwa stunt doubles, bado kuna waigizaji wengi wanaochagua kufanya stunti zao wenyewe ili kuongeza uhalisia wa filamu. Katika kufanya hivyo, wanajiweka kwenye hatari ya kupata majeraha makubwa kama kuvunjika mifupa, kuchomwa moto au hata kupoteza maisha. Kumekuwa na matukio kadhaa ambapo waigizaji wamepata ajali mbaya wakiwa kazini, jambo linaloonyesha wazi kuwa kazi hii si rahisi kama inavyoonekana. Filamu nyingi hupigwa katika maeneo halisi kama misitu, majangwa, bahari au hata maeneo ya vita. Mazingira haya yanaweza kuwa hatari sana kwa waigizaji. Kwa mfano, kurekodi katika jangwa kunaweza kusababisha upungufu wa maji mwilini, wakati kurekodi katika maeneo ya baridi kali kunaweza kusababisha hypothermia. Aidha, kuna hatari ya kushambuliwa na wanyamapori, kuumwa na wadudu hatari au kuambukizwa magonjwa yasiyo ya kawaida katika maeneo ya mbali. Waigizaji wanapaswa kuwa makini sana na mara nyingi hulazimika kupitia mafunzo maalum ili kuweza kukabiliana na mazingira haya. Mbali na hatari za kimwili, waigizaji pia hukumbana na changamoto kubwa za kisaikolojia. Ratiba ndefu za kazi, presha ya kufanikiwa na matarajio makubwa kutoka kwa mashabiki na wazalishaji vinaweza kusababisha msongo wa mawazo na hata matatizo ya afya ya akili. Wakati mwingine waigizaji hulazimika kuingia sana katika tabia za wahusika wanaowaigiza, hasa kama ni wahusika wenye maumivu au historia nzito. Hali hii inaweza kuathiri sana akili zao na kuwafanya kushindwa kutenganisha maisha halisi na yale ya filamu. Utengenezaji wa filamu unahusisha matumizi ya vifaa vizito kama kamera kubwa, taa zenye joto kali na mashine za milipuko. Vifaa hivi vinaweza kuwa hatari ikiwa havitatumika kwa uangalifu. Kumekuwa na ajali ambapo vifaa vimeanguka au kulipuka na kusababisha majeraha kwa waigizaji na wafanyakazi wengine. Aidha, matumizi ya teknolojia kama green screen na CGI hayajaondoa kabisa hatari, kwani bado waigizaji hulazimika kufanya baadhi ya matukio katika mazingira halisi kabla ya kuhaririwa. Waigizaji wengi hukumbana na shinikizo la kudumisha muonekano fulani wa mwili. Hii inaweza kuwafanya kufuata lishe kali au kufanya mazoezi kupita kiasi, jambo ambalo linaweza kuhatarisha afya zao. Wengine hujikuta wakitumia njia zisizo salama ili kufikia viwango vinavyotarajiwa na tasnia ya filamu. Umaarufu unaokuja na kazi ya uigizaji pia una changamoto zake. Waigizaji maarufu mara nyingi hukosa faragha na kuweza kuwa walengwa wa mashabiki wenye misimamo mikali au hata uhalifu. Kuna matukio ambapo waigizaji wamekuwa wakifuatiliwa, kutishiwa au kushambuliwa kutokana na umaarufu wao. Zaidi ya hayo, mitandao ya kijamii imeongeza shinikizo kwa watumiaji, ambapo hukosolewa sana au kushambuliwa kwa maneno, jambo linaloweza kuathiri sana afya yao ya akili. Ili kupunguza hatari hizi, kampuni za filamu zimeanza kuchukua hatua mbalimbali za usalama. Hizi ni pamoja na kutumia wataalamu wa stunts, kutoa mafunzo ya usalama, kuwa na madaktari setini na kutumia teknolojia kupunguza hatari za kimwili. Hata hivyo, licha ya juhudi hizi, hatari bado zipo na haziwezi kuondolewa kabisa. Waigizaji hulazimika kukubali hatari hizi kama sehemu ya maisha yao. Kwa mtazamo wa nje, kazi ya uigizaji inaweza kuonekana ya kuvutia na yenye mafanikio makubwa, lakini ukweli ni kwamba nyuma ya pazia kuna changamoto na hatari nyingi zinazoweza kuhatarisha maisha ya waigizaji, kuanzia majeraha ya kimwili
hadi matatizo ya kisaikolojia, waigizaji hujitolea sana ili kuwapa watazamaji burudani bora. Waigizaji wengi hufanya stunti zao wenyewe ili kuongeza uhalisia wa filamu, lakini hatua hii inaweza kuwa na madhara makubwa. Mfano maarufu ni Tom Cruise ambaye anajulikana kwa kufanya stunti zake mwenyewe katika filamu za Mission Impossible. Wakati wa kurekodi filamu ya Mission Impossible Fallout, alijeruhiwa vibaya baada ya kuruka kutoka jengo moja kwenda jingine na kugonga ukuta, hali iliyosababisha kuvunjika kifundo cha mguu. Vilevile pia Jackson ni mmoja wa waigizaji waliowahi kupata majeraha mengi zaidi katika historia ya filamu. Katika moja ya filamu zake, alianguka kutoka juu ya mti na kupata jeraha kubwa kichwani ambalo lilihitaji upasuaji wa haraka. Baadhi ya filamu hupigwa katika mazingira magumu kama milima, misitu au jangwani, hali inayoongeza hatari kwa waigizaji. Mfano ni Leonardo DiCaprio. Wakati wa kurekodi filamu ya The Revenant, alilazimika kuvumilia hali ya baridi kali, kula nyama mbichi na kufanya kazi katika mazingira magumu sana ambayo yalihatarisha afya yake. Ajali nyingine hutokea kutokana na matumizi ya vifaa au silaha wakati wa kurekodi. Mfano wa kusikitisha ni tukio lililomhusisha Brandon Lee, mtoto wa Bruce Lee. Wakati wa kurekodi filamu ya The Crew, alifariki baada ya kupigwa risasi kwa bahati mbaya kutokana na hitilafu ya kifaa kilichotumika kama prop. Hivi karibuni pia Alec Baldwin alihusishwa na tukio la ajali ya bunduki wakati wa kurekodi filamu ya Rusty, ambapo risasi halisi ilitoka na kusababisha kifo cha mfanyakazi wa seti. Tukio hili lilizua mjadala mkubwa kuhusu usalama wa vifaa setini. Mbali na hatari za kimwili, kuna athari za kisaikolojia ambazo zinaweza kuwa kubwa zaidi. Mfano ni Heath Ledger ambaye aliigiza kama Jack katika filamu ya The Dark Knight. Inasemekana kuwa aliigiza sana katika tabia hiyo nzito kiasi cha kuathiri afya yake ya akili. Pia Daniel Day-Lewis anajulikana kwa kuigizia sana katika wahusika wake, method acting, hali ambayo wakati mwingine humlazimu kubaki katika mazingira magumu kwa muda mrefu. Waigizaji pia hukutana na hatari wakati wa kusafiri au kurekodi matukio ya magari. Mfano maarufu ni Paul Walker, nyoka wa filamu Fast and Furious, aliyefariki katika ajali ya gari mwaka 2013. Ingawa ajali hiyo haikutokea moja kwa moja wakati wa kurekodi, ilihusishwa na mazingira ya maisha yake yaliyohusiana na magari yenye mwendo kasi. Kutokana na matukio haya, tasnia ya filamu imeanza kuweka mkazo mkubwa kwenye usalama. Kuna matumizi ya wataalamu wa stunts, mafunzo maalum ya usalama, matumizi ya teknolojia kama CGI, kupunguza hatari, uwepo wa madaktari setini. Hata hivyo, licha ya juhudi hizi, hatari bado haziwezi kuondolewa kabisa. Mifano halisi ya waigizaji waliopata ajali inaonyesha wazi kuwa kazi ya uigizaji si ya kawaida kama wengi wanavyodhani. Ni kazi inayohitaji ujasiri, kujitolea na wakati mwingine kujitoa mhanga. Kwa watazamaji, ni muhimu kutambua kuwa kila tukio la kusisimua tunaloliona kwenye skrini linaweza kuwa limegharimu juhudi kubwa na hata kuhatarisha maisha ya mtu. Hivyo sekta ya filamu inapaswa kuendelea kuboresha usalama ili kulinda maisha ya waigizaji na wafanyakazi wote. Hii ni HD 700. Kama bado haujasubscribe, basi fanya hivyo sasa.